Yesi, haleluya. Nilikuahidi kwamba tutakuwa na muendelezo hapo. Maagano kwa watoto. Maagano kwa watoto. Naomba unisikilize kwa makini sana. Nitazungumza tu kwa muda mfupi sana. Maagano juu ya watoto wachanga na watu wazima nje ya ufahamu wao. Huu ni mkakati wa kuzimu kuuteka ulimwengu. Huu ni mkakati wa kuzimu kuuteka ulimwengu kupitia mfumo wa jeshi la watoto na watu wazima, kuwapanda katika uchawi nje ya fahamu zao. Kuwapanda katika uchawi nje ya fahamu zao. Watu wengi wamepandwa kwenye uchawi na kuingizwa kwenye maagano ya kichawi. Wengine wanajua na wengine hawajui. Wameingizwa kwenye maagano ya kichawi, lakini wengine wanajua na wengine hawajui kabisa. Watoto wanawezaje kuwa wachawi? Watoto wengine wanauliza, watoto wanawezaje kuwa wachawi? Uchawi ni roho ya kishetani. Tunaposemea uchawi ni roho ya kishetani ambayo inamuingia mtu na kuanza kumuongoza kutenda mambo mabaya nje ya uwezo wa kibinadamu. Unajikuta mtu anaua, anatenda mambo ambayo sasa kimsingi kwa uwezo wa kibinadamu asingeweza kuyatenda. Na kitu ambacho huwa kinapokea uchawi ni roho ya mtu. Na roho ya mtu hakunaga roho ya ndogo na roho kubwa, bali roho zote ni sawa. Roho ya mtoto na roho ya mtu mkubwa ni sawa. Kwa maana roho ya mtu hutoka mbinguni na kuingia ndani ya mwili. Na umbo tu ndilo, yani umbo la kibinadamu ndilo hukua, lakini roho inakuwa iko vile vile. Kwa hiyo roho, hata kama mtoto yuko tumboni, ni roho. Roho ikitoka ndani ya mwili sasa inakuwa ni mtu mkubwa. Anakuwa na fahamu zake, anaweza kaongea, anaweza kafanya kitu chochote kama mtu mzima, kwa sababu ile ni roho sasa. Kwa hiyo sasa watoto wachanga anaweza kapandikizwa uchawi akiwa tumboni na akaanza kutenda kazi za kishetani akiwa tumboni, kwa maana inayofanya kazi ni roho ya mtoto, kwa sababu roho ni kubwa, na akaanza kufanya mambo makubwa kabisa akiwa tangu tumboni, na akija kuzaliwa akaendelea kufanya. Kwa hiyo huu ni mkakati wa kishetani. Ili kumbuka pati hizo kuambia jinsi mifumo inavyofanya kazi. Yani shetani ameweka mitego kiasi kwamba yeye akiwa mbali asipate hasara, wafanye watu wengine kupitia mfumo na kumletea mawindo yeye shetani. Yani kwa hiyo watoto wanatumika kama chambo ili kuwanasa watu kaza wa kaza na kuwapeleka kwa shetani. Kumbuka hizi siku za mwisho shetani anafanya kazi usiku na mchana kwa maarifa makubwa sana. Yani shetani anapofanya mambo yake, kazi zake, anakaa vikao kaza wa kaza na kuweka mikakati kuhakikisha kwamba anawanasa watu wa Mungu. Anaweka mikakati kwa akili sana na kwa uwezo mkubwa sana, kiasi kwamba wanadamu wasimgundue, na kiasi kwamba yeye anakuwa hayupo, bali anakuwa ameweka mfumo. Kwa hiyo sasa huu unakuwa ni mfumo wa watoto, ni jeshi la watoto. Yeye anakuwa amejificha mbali na akstarehe bila kutumia nguvu. Wanaofanya kazi ni jeshi lake, ni maagenti wake, watoto na watu wazima. Lakini wanafanya kazi hizo bila wao kujua, inakuwa ni nje ya ufahamu wao, na wengine wanakuwa wanajua. Wazazi, naomba mnisikilize sana. Kwa hiyo naomba unisikilize jinsi watoto wanavyounganishwa kwenye maagano haya ya kichawi. Jinsi watoto wanavyoungamanishwa kwenye maagano haya ya kichawi. Hii inaweza kuwa sababu nyingine, inaweza kuwa ni maagano ya mizimu. Maagano ya mizimu. Yani kwamba tunasema kwamba ni nani awezaye kutoa kitu safi kutoka kwenye kitu najisi? Ina maana kama ulizaliwa na mzazi ambaye nyuma yake walikuwa na abudu mizimu. Yani kila familia, hili nitalifundisha sana. Nilikuahidi nikimaliza hii season nitakuja kwenye season ya kutoka kwenye maagano ya mizimu, maagano ya familia. Hii nitalifundisha sana. Kwa hiyo naomba usubscribe kabisa hapo na unifuatilie tunapoendelea kurusha mahubiri kupitia hii channel ya Saa ya Uamsho Ulimwenguni. Hii nitaileta kwenye part inayofuata. Kwa hiyo unapokuwa na maagano yale, nyuma yake sasa wale wachawi, ana shetani anatumia tu yale maagano kuendeleza uchawi katika familia. Kwa sababu kule nyuma sasa walikuwepo waganga, walikuwepo wachawi. Anaichukua ile roho iliyokuwa hapo ndani ya familia kabisa, kwa sababu vinakuwepo hati za mashtaka, inakuwa ni maagano yaliyofungwa na wazee.
Kwa hiyo ni miaka mingi iliyopita bila hata wewe kujua, yanakuwa yapo. Kwa hiyo anatumia yale anasafirisha, yanakuja, inakuwa rahisi kumnasa mtoto na kumpandikiza uchawi, aidha akiwa tumboni au akiwa amezaliwa. Kwa hiyo endelea kunisikiliza. Kwa hiyo inakuwa hivyo. Lakini pia namna nyingine jinsi gani watoto wanapandikizwa maagano ya kichawi nje ya ufahamu wao ni kupitia chakula kilichonuizwa roho ya uchawi. Aidha mama ukiwa mjamzito ni mtu mchawi, anakuletea chakula, aidha tunda au chakula chochote, lakini hicho chakula anakuwa amekinuiza roho ya kichawi. Unapokila hicho chakula, moja kwa moja kinaenda kumwataki mtoto. Ile roho ya kichawi inaingia kwenye roho yake na anaanza kutoka na kwenda kuwanga na kwenda kufanya uchawi. Au ni mtoto yuko shuleni. Sasa kule shuleni watoto wenzake, sasa kule shuleni kuna maajenti wengi sana, wachawi wengi, vitoto. Sasa hizo vitoto ni vingi, vimefundishwa uchawi. Ina maana sasa vinakuwa vinampa chakula, yani vinamnunulia chakula shuleni. Anapokula kile chakula, zile hela sasa zinakuwa zimenuizwa, au yule mtoto anampa chakula lakini kimenuizwa roho ya uchawi. Anajikuta yule mtoto ameingia kwenye maagano ya kichawi bila yeye kujua. Amen. Twende nisikilize, twende tena tupige hatua. Lakini pia inaweza kupitia zawadi. Anaweza kupitia zawadi, yani mtoto anapewa zawadi, aidha mkufu. Akipewa ule mkufu umenuizwa majini, yani akiwa nao tu, au pete au kitu chochote, au nguo au viatu, akipewa vile viatu vinakuwa vimenuizwa roho ya uchawi. Yani kiasi kwamba akianza kuvitumia tu, ile roho inamuingia, anajikuta ameingia kwenye hayo maagano bila yeye kujua. Na hiyo ipo sana. Nimekwambia shetani anatumia tu mifumo kutenda kazi. Amen. Hizi ni siku za mwisho. Rudi hizo part nilizozungumzia sana kwamba katika siku za mwisho kwamba shetani vita vyake vitakuwa kwenye mifumo na kutumia mifumo kuwanasa wanadamu, kiasi kwamba Yesu akija sasa tukute tumenaswa na hiyo mifumo. Lakini kitu kingine, kwa nini watoto wanaingizwa kwenye maagano mpaka watu wakubwa wazima kabisa? Hii sio watoto tu, mpaka watu wazima wanaingizwa kwenye maagano ya kichawi bila wao kujua. Inaweza ni kupitia picha hizi za katuni na video mbalimbali, ambazo video sasa usaizi picha nyingi, tamthilia nyingi, video zingi za katuni zinakuwa zimenuizwa majini. Yani kiasi kwamba mtoto anakuwa na tamthilia nyingi na maagizo nyingi ya kichawi yanakuwa tayari yamenuizwa uchawi. Yani wanavyokuwa naangalia vile vitu, kuna roho zinakuwa zinatoka. Yani kwa kuangalia tu kuna kwa roho zimenuizwa, zinakuwa zinamuingia katika roho yake, anakuwa anabadilishwa, anapokea yale mashetani yaliyoko nyuma ya hizo katuni, ya hiyo maigizo, ya hiyo michezo, yanakuwa yako nyuma. Ina maana sasa anajikuta amepokea huo mfumo wa maagano ya kichawi, na shetani anakuwa yuko mbali, lakini yeye anakuwa yuko kwenye huo mfumo. Amen. Tuendelee tena mbele. Lakini kitu kingine anaweza kufanyaje? Anaweza kufundishwa na mtu yeyote mchawi. Unakuta kwa sababu saizi watoto wengi ni wachawi, shuleni ni wengi wachawi, anaocheza nao ni wachawi. Kwa hiyo wanaweza kumfundisha. Kwa hiyo ndio maana nikwambia siku hizi ni za hatari sana. Tunamhitaji Mungu kuliko wakati wowote ule. Tunamhitaji Roho Mtakatifu kuliko wakati wowote ule. Kwa sababu wewe mzazi unaweza kuwa umesimama kabisa na Mungu, lakini yule mtoto wako, kupitia yule mtoto wako yule akapandikizwa roho ya uchawi ili kukupata wewe, unajikuta mambo hayaendi. Anayekufunga ni mtoto wako. Yani shetani anakuwa yuko mbali, anakunywa juice, anakuwa tu anakuchungulia. Amekuwekea mtoto wako, amekuwa ni mchawi, amefundishwa aidha na watoto wenzake au na jirani au na mtu yeyote kabisa wa karibu ambaye wewe usiyemzania, anamfundisha. Na ndio maana nikakwambia ile mwanzo, kwambia kaa na watoto wako vizuri, unakuwa unawauliza maswali kaza wa kaza, na kupitia dalili ambazo hizi itakuonyesha hapo mbele. Amen. Tupige hatua tena. Lakini pia kupitia ndoto. Yani tu anafundishwa kupitia ndoto, anakuwa anaota ndoto mbaya, anapaa angani. Hii mpaka kwa watu wazima sasa, na watu napaa, unaota uko kwenye msitu umekaa na watu wengi, unaota unakula nyama, unalishwa nyama, unaota vitu vya ajabu huko chini ya bahari, huko kwenye maji mengi, unaogelea baharini. Hiyo inakuwa ni moja, unafundishwa uchawi na kupandikizwa kwenye uchawi. Unakuwa unapandikizwa kwenye uchawi.
Lakini pia njia nyingine, mtoto kupewa jina la mchawi. Yani sasa uwe makini sana na mtu, yani ukijifungua mtu anayekuja anaweza kuwa ni jirani, ila kumbe anakuja nampa mtoto wako jina. Hilo jina linakuwa limenuizwa na mkuu wa kilinge cha kichawi. Linakuwa limenuizwa aidha na jini linaloongoza, yule jini anayeongoza kilinge cha wachawi, aidha au na mchawi mkubwa. Anakuwa hilo jina amelinuiza kiasi kwamba tu wewe amekwambia mtu muite jina hili. Unapomuita mtoto wako hilo jina linakuwa limebebeshwa roho ya uchawi, kwa sababu jina la mtu linawakilisha tabia ya mtu. Tabia ya mtu imebebwa kwenye jina lake, na hatima ya mtu imebebwa kwenye jina lake. Ina maana hatima yako inategemeana sana na jina ulilopewa na mtu. Hatima yako na tabia yako inategemeana sana na hilo jina ulilopewa. Alikuwa analimiliki nani, na nina tabia gani, na nina roho gani nyuma yake, na ni nani aliyekupa. Kwa hiyo sasa mchawi au jirani anakuja, au mtu yeyote tu anakuja, umejifungua mtoto, anakuambia muite jina fulani, na hilo, na baada ya kumwita hilo jina, tabia zote za huyo mtu au za huyo mchawi sasa zinaambatana yule mtoto, na anajikuta ameingia kwenye maagano ya uchawi bila yeye kujua. Kwa hiyo ni hatari sana. Ni lazima tuwe na Mungu kweli kweli. Ni nyakati za hatari hizi ambazo Bwana Yesu atusaidie. Tuangalie sasa dalili. Utajuaje mtoto wako ameungamanishwa katika uchawi, kwenye maagano ya uchawi? Au wewe ni mwenyewe kabisa mtu mzima, utajuaje umeungamanishwa kwenye maagano ya kichawi? Utajuaje umeunganishwa kwenye au watoto? Nianze kwa watoto sasa. Mtoto kuonyesha alama za kishetani au ishara za kishetani kupitia mikono yake. Yani kuna alama za kishetani, kuna alama za Freemason ambazo sasa utakuwa unamuona mtoto wako anazifanya. Hata yeye hajui, aidha kuwa ni mchanga kabisa au ni mtoto hata hajaanza kuongea, lakini wataanza kuzionyesha hizo alama. Na baadhi ya alama hizo za kishetani ni kama hizi hapa. Ukianza kumuona mtoto wako anafanya sana hizi, hiyo ni alama ya kishetani. Anafanya hivi mikono yake, hizo ni alama za kishetani. Alama za kishetani kama hizi. Nafikiri ni kama si hivi, anafanya hivi, ni alama za kishetani. Au ukienda naye ibada anakuwa anaangalia hivi kwenye ibada, ina maana huyo tayari anakuwa amekabidhiwa zana za kichawi ili kupima nguvu ya ibada na kuanza kuwazima watu imani. Ina maana anapokuwa ibada anakuwa anafanya hivyo. Au kuna ishara nyingi za kishetani, au unawachunguza sana watoto wako, anakuwa tunazifanya, na zingine pengine mimi sizijui, lakini anakuwa anazifanya. Kwa hiyo ukiona afanye hizo alama, basi unahitaji kumuombea na kumfarakanisha na hayo maagano, lakini pia na kumpeleka kwa watumishi wa Mungu, na kwanza kumuuliza maswali sana na kuhusu ndoto zake, na kumfuatilia kwa ukaribu sana, kwa sababu hii, kupitia hii tu watoto wa watu wengi waliookoka wameungamanishwa kwenye maagano ya kichawi ili kutumia huo mfumo kuwapata watu wa Mungu. Kwa hiyo tuko nyakati za hatari sana. Lakini kama kwa mtu mzima au na watoto tukianza kuwaulizia, anakuwa na ndoto, anakuwa naota anakula nyama, anakuwa naota anapaa, anakuwa naota amekaa kwenye vikao na watu wengi msituni, anakuwa naota pengine anapewa kisu kuchinja kitu, au anashtua akichinja damu nyingi zinatoka, anashtuka ndotoni. Au kama wewe ni mtu mzima kabisa, unakuwa naota uko kwenye kikao. Yani hii ni mfumo kabisa, ni watu wengi wameunganishwa Freemason bila wao kujua. Unakuwa unaota uko kwenye vikao, unakuwa umeota kwenye jengo na watu wengi umekaa kwenye vikao, unakuwa unaota umekaribishwa na watu wengi, unapigiwa makofi, wanakukaribisha, baadaye wanakupa juisi unakunywa, wanakupa na nyama ya kuku. Hii inakuwa sio nyama ya kuku, inakuwa wanakupa maandazi, wanakupa vitu vingi tu unaanza kula, lakini kiuhalisia vile vinakuwa ni vitu vichafu vya kishetani. Unapoanza kula sasa vile vitu, roho ya kishetani inaanza kuingia, roho ya kichawi, unaungamanishwa kwenye maagano bila wewe kujua. Unaanza kuloga bila wewe kujua. Unajikuta tu umeanza kupaa, unajikuta tu unaota unachinja mtu, na kweli ukiamka mtu amefariki.
unaanza kuota mambo ya ajabu ajabu, na kweli yanatokea. Na wakati mwingine watu wanaanza kusema wewe ni mchawi, na bila wewe haujui. Na watu wengi wamekuwa ni wachawi, ila nje ya ufahamu wao, wao kabisa wajui, ila wanakuwa wameungamanishwa kwenye maagano mabaya ya kishetani. Kwa hiyo hata watoto wako uwafuatilie sana. Lakini pia kwa mtoto sasa au mtu mzima, unakuwa unasikia sauti inakuita, au kama mtu anakuita unaitika au unashtuka, au ukiwa usingizini unasikia mtu anakuita. Unapokuwa anakuita, aidha ni mchawi au malkia wa kichawi anakuwa anakuita ili kukuunganisha kwenye uchawi. Kwa hiyo hizo ni hatua za kwanza. Sasa hizo ni dalili kwamba unataka kuungamanishwa kwenye maagano ya kishetani. Au ni mtoto, unakuwa unaona anaitika au anashtuka, anaanza kuangalia lakini haoni mtu anayemuita. Kwa hiyo ni lazima umfuatilie kwa makini sana. Huu ni mkakati wa kishetani, ni mfumo wa kishetani. Kwa hiyo ni vizuri kumfuatilia sana. Kwa hiyo dalili nyingine, kushtuka au mtu anashtuka amelala na kuna mtu ananiita, au anainuka kabisa anaangalia anayemuita hamuoni. Hiyo pia ni dalili kwamba ameanza kupokea maagano ya kichawi. Mtu akilala sasa, au mtoto akilala, anakuwa na usingizi sio wa kawaida. Yaani ukienda kumwamsha anakuwa tu anaitika ila haamki. Anakuwa tu anaitika, yuko tu anakuwa yeye hayupo. Yaani roho yake imeenda kufanyizwa kazi za kichawi bila yeye kujua. Yaani pale tu inabaki ni kivuli mwili wake. Anakuwa ameenda kuloga. Kwa hiyo akiwa ameenda kuloga sasa, inabaki tu ni kivuli. Ina maana unapoenda kumwamsha anakuwa na usingizi sio wa kawaida. Hii hata kwa watu wazima. Kwa hiyo pia ni dalili nyingine kwamba huyo mtu ameungamanishwa kwenye maagano ya kichawi bila yeye kujua. Lakini nyingine sasa, kwa mtoto wako utamwona tabia zisizoeleweka. Yaani kama alikuwa na tabia nzuri, tabia yake inaanza kubadilika kwa ghafla tu. Tabia zisizoeleweka. Ina maana ujue kwamba sio yeye, bali ameingizwa kwenye maagano ya kishetani. Wengine sasa ambao walikuwa wanafanya vizuri shuleni, matokeo yake yanaanza kushuka, anaanza kufanya vibaya darasani. Wengine wanaanza kudondoka, anaanza kuanguka na mapepo shuleni, lakini akirudishwa nyumbani anakuwa sawa. Hiyo pia ni dalili kwamba ameungamanishwa kwenye maagano ya kichawi. Kwa hiyo na ndio maana pale mwanzo kwenye utangulizi wangu nilipoanza kuongelea vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu, nilisema kitu kimoja kwamba ni vizuri wana wa Mungu kumiliki mifumo, na hii nitaizungumzia kwa upana zaidi watu wakunielewa. Ni vizuri wana wa Mungu kuwa na mashule ya kwetu. Kwa maana dunia sasa imeharibika. Kwenye mashule haya unakuta mwalimu ni mchawi. Mwalimu anawafundisha watoto uchawi, anawachukua ndani, mtoto anabaki kopo, anaweka jini. Anakuwa anakuja nyumbani kivuli, ndani yake jini, lakini mtu sahihi, yani mtoto sahihi sasa anakuwa amechomolewa ndani, anatumikizwa kwenye ufalme wa giza, kwenye uchawi. Anaanza kufanyishwa kazi nyingi tu za kishetani mbovu kabisa. Yeye anakuwa hayumo. Ila tukiwa na mashule ya kwetu, tunakuwa na ufuatilizi mzuri wa kwetu. Tunaajiri pale watu wanaomjua Mungu, wanakuwa vizuri, wanawafuatilia watu. Ndio maana nakwambia ni vizuri tuwe na mahostari ya kwetu. Tuajiri watu tunaowajua kabisa ni watu wa Mungu. Kwa maana kwenye mahostari ya mengine, yani mfumo uliowekwa ni mbaya sana. Ukifunuliwa kiasi kwamba unaweza kaogopa hata kutembea. Ila tu nimefundisha hii ili nianze kufundisha injili ya uamsho kwamba ni lazima watu wa Mungu wapokee nguvu ya Mungu kubwa. Ni lazima watu tujiambatanishe na Roho Mtakatifu kuliko wakati wowote ule. Ni lazima watu wa Mungu tuimiliki mifumo kiroho, yani sio kimwili, yani kumiliki kwanza tuanzie kiroho. Kwa nini tufanikiwe? Kwa sababu mmiliki ni Labani sio Yakobo. Kwa sababu tuko kwa Labani, tuko utumwani. Yani mmiliki wa maanga, yani maanga yote ndio tukiangalia Tanzania tu wanaomiliki sio wana wa Mungu. Ni majoka anamiliki, ni wachawi, ni mafreemason. Lakini tungekuwa tunamiliki kwanza mifumo kwa sababu ni ya kiroho kwanza kabla haijawa ya kimwili. Ina maana mtu anayemiliki mifumo kiroho ndiye ana uwezo wa kuanzisha mfumo wa kimwili sasa kwenye ulimwengu wa mwili huku. Na wana wa Mungu tukianzia rohoni take off kule, tukishinda kule, ina maana huku tu mwilini itakuwa rahisi sana kuwa na mashule ya kwetu, rahisi kuwa na mahostari ya kwetu, rahisi kuwa na mabenki ya kwetu, kwa sababu kwenye anga, kwenye ulimwengu wa roho ndio tunamiliki. Kwa sababu sasa hizi wanaomiliki sasa kwenye anga ni mafreemason, na ndio maana wanafanikiwa. Kwa hiyo nilianza kwa utangulizi watu wa kunielewa. Hii nitakuja niweke vizuri kwenye mfumo wa kiuchumi.
usiache kunifuatilia, nitaiweka vizuri sana. Hapo nimeeleza dalili baadhi, zipo nyingi hizo baadhi, lakini tuangalie jinsi ya kutoka sasa. Jinsi ya kutoka kwenye maagano. Kwanza kabisa, kuvunja maagano yanayofuatilia roho za mizimu. Hii kwa sababu nitakuja nifundishe, basi niweke tu hivyo kuvunja. Hii nitakuja nifundishe kwa upana ili watu waweze kutoka. Lakini pia kuweka wakfu mimba kwa Mungu kwa ajili ya ulinzi. Yaani unapokuwa na mimba, unaenda kwa mtumishi wa Mungu, unaiweka wakfu kwa ajili ya ulinzi. Na wewe unakuwa na maombi sana kuombea ulinzi, kwa sababu mtoto wako yule tu anaweza kuroga, yuko tumboni, akawa ni mchawi, akaanza kutoka, kwa sababu uchawi ni roho yake ikawa inatoka inaenda kuanga na inaanza kukusumbua wewe. Inaweza kaua hata mtu kabisa katika familia. Kwa hiyo hizi roho ni mbaya sana sana sana. Kwa hiyo hivyo unapoweka wakfu mtoto kwa Mungu na ulinzi kwa ajili ya ujauzito, Mungu anakuwa na ulinzi, na maana huyo mtoto unakuwa umemtoa mbegu kwa Mungu, na kitakachozaliwa kinakuwa ni kitakatifu kwa sababu likutoa kwa Bwana. Hilo unapoenda kwa waganga au kutumikia mizimu au tu kukaa tu hivyo, madhara yake sasa ni kuzalisha watoto wachawi ambao wanaanza kufanya kazi wakiwa watoto wadogo sana wachanga, kufikia wakubwa wanakuwa ni makonkodi, wanakuwa wameharibu dunia kwa kiasi kikubwa, na kuharibu kazi ya Mungu na kuharibu wana wa Mungu. Lakini pia hapo unakuwa na sadaka kwa ajili ya utakaso kwa watoto. Hiyo ni kwa ajili ya watoto. Sasa unakuwa na sadaka ya utakaso kwa ajili ya watoto, lakini kuwafuatia watoto kwa ukaribu, maombi zaidi na zaidi. Amina. Na maombi kaza wa kaza ili kutoka kwenye huo mfumo. Nilikuwa kwenye mfumo wa ndoa sasa, au wa uzao sasa, mkakati juu ya uzao. Hivyo vitu ni kwa hili nitavizungumzia, nimevizungumzia. Lakini hapo kwenye mfumo huo jinsi shetani anavyofanya kazi, tumemalizana na hayo maagano. Nitazungumzia pia kama tukipata wakati jinsi ya kutoka kwenye maagano ya mizimu kwenye lile somo season nitakayoanza. Usikose kunifuatilia. Lakini hapa naomba tu nizungumzie vitu kwa sababu nilikuwa kwenye huo mfumo, ili nimalizane kabisa hapa. Nikija nije na tuanze na mfumo mwingine kabisa, kama ni mfumo wa kiuchumi, mfumo wa kiteknolojia au mfumo wa mavazi na chakula, basi Mungu atakavyotuongoza tutaanza na mfumo mmoja hapo. Lakini hapa nimalizie kwenye mfumo wa ndoa sasa. Kwa chapa 166 inavyofanya kazi, kama umenisikiliza tokea mwanzo. Matumizi ya dawa za uzazi wa mpango, kwa mfano sindano, hizo dawa, siku na lupa na vitu vingine wanawake wanajua na wanaume wanajua wanaotumia hayo. Kimsingi tu ni mfumo wa shetani. Ndani yake kunakuwa na kodi. Hizo kodi unazotumia sasa, unapotumia sindano au hizo rupsi nini na nini, vinakuwa vinaenda moja kwa moja mpaka kwenye utu wako, yani kwenye nafsi yako. Vinapoenda kwenye nafsi yako vinaharibu mfumo wa nafsi yako, vinaharibu mfumo wa kufikiri. Unakuwa na damu yako vinaenda mpaka kwenye chanzo cha damu. Damu yako inachafuka, inaharibika. Kiasi kwamba sasa unakuwa umepokea ile chapa ya mnyama. Yaani unaanza kutenda kinyume na Mungu anavyotaka, na unakuwa umepunguza maisha yako ya kuishi, unakuwa na magonjwa yanakusonga na vitu kadha wa kadha vinakuandama, lakini ni mfumo wa shetani. Yaani yeye yuko mbali. Yaani wewe unaweza unafyeka shetani, lakini unatumia sindano za uzazi. Unatumia hayo, unakuwa unapiga shetani, lakini ukiwa naye ndani ya mwili wako, na huwezi kumpiga, badala yake utajilipua mwenyewe. Kwa huo ni mfumo pia. Nikaona ni uzungumzia kwa ufupi namna hiyo. Vyote vinavyohusiana hiyo, vyote vinavyohusiana na hiyo uzazi wa mpango, sawa, madawa unayojua, yote yanakuwa na hiyo kodi ya mnyama. Lakini pia kuna nyingine, sela ya 50 kwa mwanamke, 50 kwa mwanaume, yani 50 kwa 50. Hiyo sela sio nzuri. Watu waliookoka hampaswi kuifanya kuadvertise hiyo sera, yani kuichukulia maanani kwamba ni 50 kwa 50, yani uko sawa na mwanaume. Hiyo sera kazi yake sasa ni hiyo tu, ni huo ni mfumo wa shetani ameweka, kiasi kwamba kumnyang'anya mamlaka mwanaume. Yani mwanaume anaponyang'anywa mamlaka, dunia inakuwa sasa shetani anakuwa na uhalali. Mpinga Kristo anakuwa na nguvu kuimiliki dunia. Mpinga Kristo
anakuwa na nguvu kwa miliki wanadamu wote, na mwanamke sana anapoingia pale kunakuwa hakuna mfumo ule Mungu alioweka katika ndoa kwamba mwanamke atamtii mume wake. Unapoiondoa ile, unakuwa una advertise ile 666. Unapoisimamia sana ile matendo yake ile, unakuwa umepokea 666 na shetani anaimiliki dunia. Kwa hiyo nimekuwa kuna mambo mengi ya kuzungumzia, kiasi kwamba nikianza kuyazungumzia siwezi kuyamaliza. Kwa hiyo kwa mfumo huo nimemaliza kwenye mfumo wa ndoa. Kwa hiyo namshukuru Mungu, hiyo tumemaliza. Basi tutaingia kwenye mfumo mwingine tena kwenye somo hili la vita vya kimifumo vinavyohusiana na kurudi kwa Yesu. Labda tu nikupitishe tu kidogo, tuangalie tu lengo la somo. Kwa nini nafundisha vita vya kimifumo? Lengo la kwanza, kujua mifumo ambayo shetani ameiweka kama mtego kuwanasa wanadamu, ili siku ile ya kuja mwana wa Adamu iwakute kama mwivi. Yani wakute wako kwenye mtego, yani wao waone wanamshambulia shetani, kumbe wamenasa tayari. Ina maana hii sasa inafundisha hili sasa, ili kuijua ile mifumo sasa. Tukaiona mifumo ya kidini kwamba sio mifumo ya kimungu, tukaona ni mifumo kaza wakazo. Ukifanya hiyo tayari wewe unapokea ile chapa amekufanya kuipokea tayari, na hiyo haionekani. Yani ukifanya tu mapenzi yake, zile sera zake, unakuwa tayari umeifanya. Kwa hiyo unaweza kurudi huko nyuma ukasikiliza mambo mengi sana. Kwa hiyo ninafundisha kwa sababu hiyo. Lakini sababu nyingine, ili kuwa na sauti juu ya mifumo inayohusiana na maisha yetu ya kila siku, ili tuwe na mamlaka kumiliki mifumo. Sasa tuwe na sauti, tuwe na mamlaka juu ya mifumo. Yani tuwe na hospitali ya kwetu, kwa sababu nitaongelea kwenye mfumo wa afya. Tuwe na nini? Tuwe na mashule ya kwetu. Huo ni mfumo, na shetani anatumia huko anaweka mawakala wake, anaweka mafundisho yake, kiasi kwamba yeye anakuwa yuko mbali. Watoto wetu wanakuwa wanapokea mfumo ule wa mnyama, na wanakuwa watu wengine kabisa. Lakini tukiwa na mifumo ya kwetu, tukiwa na mamlaka, tukiwa na sauti, mengine tunazuia. Kama ushoga tunauzuia, kama usagaji tunauzuia, wachewa kupandikiza watoto wachanga, kupandikiza uchawi kwa watoto wachanga tunazuia, kuua watoto wachanga wakiwa tumboni na kuharibu tunazuia, kwa sababu sisi tunakuwa ni wakuu wa maanga Tanzania, tunakuwa tunaimiliki Tanzania na dunia yote. Lakini pia kumiliki mifumo kiroho kwa ajili ya ustawi wetu, au kwa ajili ya ustawi wa wana wa Mungu, ndio maana nafundisha mifumo. Kwa hiyo mifumo sasa ni ya kiroho kwanza kabla haijawa ya kimwili, na kuimiliki lazima tuimiliki kiroho. Nikakwambia wana wa Mungu kama hatujamiliki kiroho, tuko kwa Rabani, tutakuwa watumwa kila siku. Tutakuwa watumwa wa Freemason, yanakuwa na pesa nyingi, sisi tutakuwa ni watumwa, tunaenda kufanya vibarua, na wanatupa masharti mengi. Tunakuwa kukopa, na tunapokopa tunashindwa kurudisha zile, tunakuwa bize. Kama ile part 1 ipo kuambia kwamba tuangalie mioyo yetu sinasi na ulevi na ulafi na masumbufu ya dunia hii, ile siku ya mwana wa Adamu kurudi katukuta kama mwivi, kwa sababu hii ni hii. Kwa hiyo mpaka nitakapomaliza kumaliza hii mifumo sasa, utakuwa umeitambua, na ukitoka kwenye hiyo mifumo umemshinda shetani na hana nguvu kabisa, kwa sababu mitego yake yote unakuwa umeikwepa, kwa sababu yeye hayupo. Yani kukemea toka shetani, umevaa wigi lake, unakuwa na kodi yako umeivaa, unakemea. Yani yeye tu anakuwa anakunywa chai na kuangalia, sasa wewe unanikemea na kitu changu, anapanda mbinguni, anakuandalia mashtaka na kufunga, unaendelea kuwa chini ya utumwa wake. Mungu akubariki sana. Usiache kucomment, usiache kusubscribe na kulike na kushare huu ujumbe kwa watu wengine. Namshukuru Mungu sana, nimemaliza huu mfumo. Mungu ni mwema. Vingine sijavizungumzia. Mungu akinipa neema kuandika kitabu, basi vingine nitaviweka kwenye kitabu. Amen, amen.